habari na kuzungumza na wana Simba Sports kuelekea mechi yetu ya marudiano ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur. Lakini inawezekana ninyi pamoja na wengine wamekuwa na maswali, imekuwaje mkutano wa wanahabari na Simba Sports Club ukafanyike kwenye makao makuu ya shirikisho la kandanda nchini Tanzania. Hii ni sehemu mojawapo ya kuonesha heshima yetu kwa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania, mafanikio tunaojivunia Simba Sports kwenye michuano ya kimataifa imetokana na uimara na uthabiti wa mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Tangu TFF imeanza kuongozwa na Wallace Karia, Simba Sports Club tumepata mafanikio makubwa kweli kweli. Tumekuwa na uhakika wa kwenda hatua ya makundi kila mwaka. Katika kipindi cha takriban miaka 7 ya utawala wake Simba Sports Club tumekuwa na uhakika huo wa kufuzu na kuingia hatua ya makundi. Kwa hiyo kuja kufanyia mkutano hapa ni sehemu ya appreciation yetu wana Simba kwa kazi kubwa ambayo TFF wameifanya, na kazi kubwa hiyo imeleta matunda chanya. Simba Sports Club hii leo tunazidi kung'aa, kutakata na kufanya vizuri barani Afrika, na sasa tuko nafasi ya 5 Afrika kwa ubora, lakini tunaelekea kufuzu kwa mara ya 7 kwenda hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Ndugu zangu waandishi wa habari, mchezo wetu wa marudiano wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Nsingizini Hotspur utakuwa siku ya tarehe 26 saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mechi yetu hii itapigwa muda huo, lakini nichukue nafasi hii kuwatangazia rasmi mashabiki wa Simba ya kwamba mechi hii mashabiki tunaruhusiwa kuingia uwanjani. Mechi yetu iliyopita dhidi ya Gaborone United mashabiki hawakuruhusiwa kuingia kwa sababu tulikuwa tunatumikia adhabu ya CAF ya mashabiki kutoingia uwanjani kutokana na vitendo ambavyo vilitokea katika mechi zilizopita. Tumeitumikia adhabu hiyo kwa mechi moja na adhabu hiyo imeshamalizika. Tuchukue nafasi hii kutoka Simba Sports Club kuwashukuru mashabiki wote wa Simba ambao walijitoa kwa hali na mali kuchangia kulipa fine ambao Simba Sports Club tulitozwa. Makusanyo hayakuwa makubwa sana ya kuridhisha, lakini hicho kidogo ambacho mashabiki wamejitolea tutachanganya na nyingine kutoka Simba Sports Club tulipe hiyo faini, lakini adhabu yetu tayari imeshamalizika na sasa tuko huru mashabiki kuingia uwanjani katika mchezo wetu wa tarehe 26. Pamoja na kwamba tayari adhabu yetu imemalizika, lakini tuna kila sababu ya kukemeana wenyewe kwa wenyewe na Simba, na sisi viongozi wa Simba tunakemea kwa nguvu zote vitendo vya utovu wa nidhamu, vitendo visivyokuwa vya kimichezo, vitendo ambavyo vinatupelekea Simba kuadhibiwa na mashabiki kutoruhusiwa kuingia uwanjani. Tunakwenda kwenye mchezo wetu wa tarehe 26. Ni marufuku shabiki yoyote kuwasha fireworks, kuwasha baruti, kuwasha mamoto yenye moshi. Ni marufuku, hairuhusiwi, ni marufuku, haitakiwi. Hairuhusiwi shabiki yoyote kuvamia uwanjani kwa maana ya pitch. Hayo ndio mambo ambayo kwa misimu hii miwili yametuathiri na kupelekea kufungiwa kutoingiza mashabiki uwanjani. Kwa hiyo tuanze sisi wenyewe mashabiki kuangaliana majukwaani. Ukimwona mtu ana dhamira ya kuwasha mamoshi, tumkataze kwa pamoja. Ukimwona mtu anajiandaa kurukia uwanjani, tumzuie kwa pamoja, kwa sababu hayo matendo ndiyo ambayo yamepelekea
Simba Sports Club tumeathirika mchezo uliopita, mashabiki hatukuruhusiwa kuingia uwanjani, lakini wako watu ambao wanafanya kwa makusudi. Sio shabiki wa Simba, anavaa jezi ya Simba, ananunua tiketi ya Simba, anakuja uwanjani na anafanya vitendo vya kihuni vya kuingia uwanjani kwa lengo la kutaka kuchafua taswira ya Simba Sports na kwa lengo la kutaka kutuharibia Simba Sports Club. Watu wa aina hii tunawatangazia ya kwamba hatutawafumbia macho. Yoyote ambaye atafanya vitendo hivi kwa makusudi, kwa lengo la kutaka kuichafua taswira ya Simba Sports Club, kwa lengo la kutaka wanasimba tuadhibiwe kutoingia uwanjani, tunamtangazia mtu huyu ya kwamba hatutamuacha salama. Yoyote ambaye atathubutu kufanya hivyo kwenye mechi yetu ya tarehe 26, tutaruka naye mazima hapo hapo uwanjani, tusilaumiane. Tumerejea jana kutoka Eswatini mara baada ya mchezo wetu wa kwanza wa tarehe 19 ambao tulifanikiwa kuondoka na ushindi wa magoli 3-0. Kikosi kimerejea jana Dar es Salaam na hii leo vijana wamepumzika. Kesho Jumatano tarehe 22 kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, kikosi kitarejea tena uwanjani Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika mchezo wetu wa tarehe 26. Kuelekea katika mchezo huo tunayo furaha kubwa. Kocha wetu Suleiman Matola amemaliza adhabu yake ya kufungiwa mechi 2 na kwenye mchezo huu wa tarehe 26 atakuwepo kwenye bench kama kawaida. Lakini tunao furaha nyingine kubwa katika mchezo wetu huu wa tarehe 26. Kiungo wetu Alassana Kante atarejea dimbani kama kawaida baada ya kukosekana katika mchezo uliopita kutokana na majeraha ambayo aliyapata siku chache kabla ya timu kuelekea Eswatini. Kwa tunakwenda kwenye mchezo huu tukiwa na furaha iliyojitosheleza kwa sababu kikosi chetu kinazidi kuimarika, wachezaji wetu wanazidi kurejea kwenye mapambano. Wapinzani wetu Msingizini wanatarajiwa kuwasili hapa nchini siku ya Ijumaa. Bado hatujapata muda gani watawasili, lakini watakuja hapa nchini siku ya Ijumaa kwa ajili ya kuja kushiriki katika mchezo huo. Waamuzi watakaochezesha mchezo wetu wote wanatoka Nigeria. Mwamuzi wa katikati anaitwa Grema Mohammed kutoka Nigeria, akisaidiwa na Tejir Basmat kutoka Nigeria. Msaidizi namba 2 atakuwa ni Emmanuel Omala vile vile kutoka Nigeria, na fourth official atakuwa ni Abdusalam Abiola kutoka Nigeria. Kuelekea katika mchezo huu tumeweka viingilio vya kitajiri sana kwa sababu hii ni mechi ya kistarehe, hii ni mechi ya furaha, hii ni mechi kubwa, ni mechi ya kitajiri, ni mechi ya kifahari, ni mechi babu kubwa kwa wanasimba. Viingilio vyetu mzunguko ni shilingi 250,000. Sijakosea. Mzunguko ni shilingi 250,000. Simba ya Pantev lazima uweke kiingilio cha kutisha. Viingilio katika mchezo wetu huu muamini kama tunaweza tukaweka kiingilio cha shilingi 250,000 Shabiki wa Simba wanaweza, na hii mechi ni tofauti na mechi ambayo wanakwenda kucheza wengine. Hii ni mechi ambayo unajifaharisha shabiki wa Simba. Hii ni mechi ambayo unaenda ukiwa unaenjoy, unaenda ukiwa unafurahi, unaenda ukiwa unajiamini. Hasa kwa nini usilipe shilingi 250,000 kwenda kukaa mzunguko? Viingilio katika mchezo wetu huu shilingi 250,000 Tanzanite, ambayo hii atakayelipa shilingi 250,000
atapatiwa gate pass, jezi moja ya chaguo lake pamoja na tiketi ya VVIP ambayo itamwezesha kukaa kwenye daraja la juu kabisa la uwanja Benjamin Mkapa pamoja na vyakula na vinywaji kede kede kwa muda wote wa dakika 90. Mtu yoyote ambaye anahitaji kuingia kifahari siku hiyo uwanjani, kuingia na gari lake uwanjani, basi anatakiwa kulipa shilingi 250,000. Tutampatia zawadi ya jezi ya kuscan, tutampatia chakula, vinywaji na atakaa eneo la VVIP kumwangalia mnyama anafuzu kwa mara ya 7 hatua ya makundi ya michuano ya Afrika. Shilingi 150,000 hii ni kwa platinum, ambapo hii platinum shabiki atakayelipa 150,000 kwanza ataondokea hotelini, kwenye hoteli ya nyota 5 ya hapa Dar es Salaam, atapelekwa mpaka uwanjani na king'ora akiwa kwenye basi safi lenye klasi ya hali ya juu. Ataondoka pale, watapelekwa mpaka uwanjani, wataangalia mechi. Akiwa uwanjani kunakuwa kuna siti zao maalum za kiplatinum, wanapata vyakula, wanapata vinywaji, wanaenjoy, wanafurahia kweli kweli. Mechi ikimalizika wanarudi kwenye mabasi yao mdogo mdogo, wanarudi mpaka hotelini, wanachukua magari yao, wanaondoka nyumbani, mnyama akiwa ameshafuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Atakayelipa shilingi 150,000 atapatiwa usafiri wa kwenda na kurudi uwanjani, atapatiwa escort ya polisi, atapatiwa jezi ya chaguo lake kutoka Jeruti na atapata vyakula na vinywaji anapokuwa uwanjani kwa shilingi 150,000 pekee. VIPA itakuwa ni shilingi 30,000. VIPB itakuwa ni shilingi 20,000. VIPC itakuwa ni shilingi 10,000 na mzunguko itakuwa ni shilingi 5,000. Mechi yenye hadhi kubwa kama hii, mechi yenye thamani kubwa kama hii, shilingi 5,000 ni fedha ndogo kweli kweli. Kwenda kuiona Simba hii ndugu zanguni kwa shilingi 5,000 ni hela ndogo kweli kweli, ni kuidhulumu na Simba yenyewe. Kwenda kumuona Kibu kwa shilingi 5,000 ni kuidhulumu na Simba yenyewe, lakini tunafanya hivyo ili kila mwana Simba aweze kumudu na tupate wana Simba wengi katika mchezo huu. Lakini kwa hadhi ya timu yetu hivi sasa, kwa thamani ya timu yetu hivi sasa, kwa ubora wa timu yetu hivi sasa, ndugu zanguni, kiingilio cha chini kabisa kwenye mchezo huu isingepungua 400,000, lakini kwa sababu tunataka kila mtu ale mema ya Simba, ndio maana tumeweka kiingilio cha chini kabisa shilingi 5,000. Ndugu zanguni wana Simba, mchezo huu kwetu ni mchezo wa maana kweli kweli, kwetu ni mchezo muhimu kweli kweli, kwetu ni mchezo wenye thamani kubwa kweli kweli, ni mchezo ambao unakwenda kuandika historia nyingine ya kupendeza ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Ni mchezo ambao unakwenda kutu elevate, inakwenda kutupeleka juu zaidi mawinguni kwenye kiwango cha ubora barani Afrika. Tunakuwa ni katika miongoni mwa timu chache Afrika ambazo zina uhakika wa kufuzu back to back na kwenda hatua ya makundi. Afrika hii timu zenye uhakika wa kucheza back to back hatua ya makundi kwa kipindi cha miaka 7 mtawalia ni timu 2 pekee, ni Al Ahly pamoja na Mamelodi Sundowns. Watatu wanaoongezeka hapo ni Simba Sports Club, na sisi tumeingia kwenye huo mkumbo wa kuwa na uhakika wa kucheza hatua ya makundi kila mwaka. Sasa
Hii siyo mechi ya kawaida, ni mechi ambayo inakwenda kutuongezea thamani kubwa kwenye klabu yetu, na ndio maana mwana Simba hautakiwi kwa namna yeyote ile kubaki nyumbani siku hiyo, na mwana Simba asitokee akaidharau hii mechi kwamba tumeshafuzu, tumeingia, tumeshinda goli 3, huyu Nsingizini hawezi kufanya chochote. Mwana Simba, ondoa hiyo mentality kichwani mwako na tutazame huu kama ni mchezo mpya. Tuangalie huu mchezo kama ni mchezo ambao hatujacheza mechi ya kwanza. 3-0 ya pale Eswatini tuifute kwenye vichwa vyetu, na badala yake mechi hii sisi kwetu tuhesabu ni 0-0. Twendeni tukatafute mabao mapya Benjamin Mkapa, twendeni tukatafute ushindi mpya, tujihakikishie kufuzu kwa heshima kweli kweli. Itakuwa haina maana yeyote tushinde kule bao 3, tuje hapa tufungwe bao 1 au 2 au warudishe zote twende kwenye matuta. Itakuwa ni fedheha ya kiwango cha juu kweli kweli. Sasa hatuko tayari kuiona hiyo fedheha ikitutokea. Kwa hii mechi sisi kwetu mpaka hivi sasa ni 0-0. Wao hawana goli na sisi hatuna goli. Twendeni tukatafute magoli tarehe 26. Na tunaweka wazi ya kwamba kwenye hii mechi mpaka muda huu sisi tumeshinda mechi ya kwanza, lakini hatujafuzu. Na kama hatujafuzu, maana yake tuna kazi kubwa ya kufanya, na kazi kubwa ya kufanya inafanywa na watu wote. Mashabiki wa Simba mnatakiwa kuja kwa wingi uwanjani, na mechi hii tunatakiwa kuijaza Benjamin Mkapa. Tuna muda mrefu sana, ukiachilia mbali mechi ya Nkana, tuna muda mrefu sana mechi ya kufuzu kwenda hatua ya makundi hatujajaza uwanja. Tuna muda mrefu sana, ukiachilia mechi ya Power Dynamo ambao tulifuzu kutumia uwanja Benjamin, uwanja wa Chamazi. Of course ulijaa, lakini ule ni uwanja mdogo. Mechi hii ya kufuzu tunataka tuijaze Benjamin Mkapa, tuandike historia nyingine ya kwamba mechi ya kufuzu kwenda group stage Simba alijaza Benjamin Mkapa. Hatutakiwi kuzoea, hatutakiwi kuichukulia poa, hatutakiwi kwamba tumeshazoea group stage kwetu ni kawaida. Kwenye mpira hakuna kitu cha kawaida. Twendeni tukaijaze Benjamin Mkapa tarehe 26. Tiketi zinaanza kuuzwa leo. Wale wote ambao wana dhamira na nia ya kununua tiketi wanunue tiketi zao hivi sasa, ili kuepusha usumbufu siku za mwishoni. Na tunataka mashabiki wengi kweli kweli. Na sare yetu siku ya Jumapili itakuwa ni jezi nyekundu ya Simba Sports Club. Na jezi nyekundu ninayozungumzia hapa ni jezi nyekundu ya kuscan, jezi mpya. Usije na jezi ya zamani tafadhali. Usije na jezi ya mwaka jana wala mwaka juzi tafadhali. Kila mwana Simba atakayekuja uwanjani tarehe 26 aje amevaa jezi nyekundu, aje amevaa jezi mpya ya Jairuti. Tunataka Benjamin Mkapa yote ile iwe kama Simba Day. Hawa wapinzani tunaocheza nao sio wapinzani wa kuwabeza hata kidogo, lakini tukiitapisha Benjamin Mkapa, hajawahi kukutana na mazingira kama hayo katika maisha yake. Ule uwanja wao ambao tumecheza nao jana unaingiza watu 10,000 na ngapi tu, uwanja kadogo fulani hivi. Sasa atapokutana na Benjamin Mkapa, tanuri limejawa na Simba, tunapumua moto namna hii, yule tutamfanya vibaya mno. 3 za kule kwao zitakuwa ni 3 mara 2. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kuja katika mchezo huu kwa wingi kwa sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza, tunarejea uwanjani kwa kishindo. Mechi iliyopita tumeangalizia mechi Coco Beach, ilituuma. Mechi hii tunarejea uwanja Benjamin Mkapa. Maana yake ni kwamba tunapaswa kuoneshia watu ya kwamba sisi ni mashabiki wa uwanjani.
tuje kwa wingi siku hiyo, kwa sababu tumemisi kuiona Simba yetu hasa kwenye michuano ya kimataifa. Lakini tunalazimika vile vile kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo, kwa sababu tunatakiwa kwenda kumkaribisha kwa mara ya kwanza meneja mkuu Dimitar Pantev. Tangu Pantev amewasili Tanzania, tangu Pantev amekuja Simba Sports Club, hajawahi kukutana uso kwa macho na wanasimba. Sasa kesho tarehe 26 ni siku ya kwenda kumkaribisha Dimitar Pantev, aione Simba Sports ikoje na aione Tanzania ikoje na aione Dar es Salaam inafananaje, na wenye kufanya jukumu hili ni sisi wanasimba. Kimsingi ni kwamba tarehe 26 itakuwa ni Simba Day ya meneja mkuu Dimitar Pantev, kwa sababu Dimitar Pantev Simba Day hakuwepo, hajaipata ile ladha ya wanasimba. Tarehe 26 sasa anakwenda kuipata ladha ya wanasimba. Wanasimba tunawajibika kuja kwa wingi, kuja kumkaribisha meneja wetu. Lakini tulikuwa tukipiga kelele hapa, Simba yetu hatuielewi, inacheza mpira ambao hatuufahamu, inacheza mpira ambao hatuujui, na ndio maana wengi wetu tukawa tumekata tamaa ya kwenda uwanjani. Sasa Simba yetu imerejea, Simba ya hatari imerejea, Simba yenye kasi imerejea, Simba ya kutisha imerejea, Simba ya pasi nyingi imerejea, Simba ya kushambulia muda wote imerejea, Simba ya wachezaji wasiochoka imerejea, Simba ya kukaba kama unakaba mwizi imerejea. Simba yetu imerejea kwenye kilele cha ubora. Unabaki nyumbani kufanya nini mwana Simba? Kila mwana Simba anatakiwa kuja uwanjani, kuja kuiona kwa macho namna ambavyo Simba yetu imebadilika msimu huu. Na haya sio maneno ya kuzungumza kutoka usingizini. Haya ni maneno ambayo tunazungumza, tumeiona Simba ikicheza. Na pale Simba imecheza, lakini haikucheza kwa kujitanua sana, kwa sababu mwalimu alisema uwanja ule ni mdogo. Uwanja ule tuliochezea mechi wa Samuholo ni mdogo, kwa mwalimu alishindwa kuonesha vitu vyake vya kutosha. Sasa Benjamin Mkapa ni uwanja ambao mwalimu anakwenda kujitanua, anakwenda kujiagalula, anakwenda kujiachia, vijana wanakwenda kukimbia mwanzo mwisho. Ukikaa nyumbani siku hiyo unaidhulumu nafsi yako mwenyewe mwana Simba. Njoo Benjamin Mkapa uione Simba ikifanya balaa zito, uione Simba tuliokuwa tunaitaka. Simba yetu imerejea. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kuonesha tofauti ya sisi na wengine. Sisi ndiyo timu pekee ambayo imepata ushindi ugenini kwenye michuano hii ya kimataifa kwa timu za hapa Tanzania. Usijisumbue kunitajia na hiyo nyingine. Zanzibar sio ugenini. Kwa hiyo najua ninachokisema. Sisi ndio timu pekee ya Tanzania ambayo imepata ushindi ugenini. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kujivunia hii tunu tuliyobarikiwa, na tuna kila sababu ya kutamba tunavyoweza kutamba, kwa sababu sio kazi nyepesi hata kidogo kumtandika bingwa wa taifa gumu la soka kama Eswatini mabao 3-0. Kwa hiyo tunaposema tunalazimika kwenda uwanjani, tunakwenda uwanjani kuonesha kwamba sisi ni tofauti na watu wengine, na kila mwana Simba anawajibika kulipa kiingilio chake cha kuingia uwanjani. Nimeona timu nyingine zimeanza kuombana mechi zao waende bure. Ndugu zangu ni wana Simba, sisi sio watu wa viwango hivyo. Washapiga hesabu zao, wameona ya kwamba hii mechi watu hawatokuja uwanjani. Wameanza kampeni watu waende bure. Sasa Simba Sports Club, pamoja na kwamba tumeshashinda mabao 3, twendeni tukawaoneshe watu kwamba sisi katika mazingira yote yale tunakwenda kuisapoti Simba yetu. Mwaka jana Simba tumecheza mechi na Al Masry,
tukapasuka goli hizo goli 2-0. Tulivyorudi hapa Dar es Salaam, hatukusema watu waingie bure, kwa sababu mechi inahitaji mashabiki. Tukaweka viingilio na mashabiki wakaja uwanjani kama kawaida. Hiyo ndiyo hadhi na sifa ya timu kubwa, na hiyo ndiyo hadhi na heshima ya mashabiki wakubwa. Na heshima na hadhi ya mashabiki wakubwa haichagui mechi. Kwa hiyo mechi hii tunatakiwa kwenda uwanjani kwa wingi wetu ule ule, kwa sababu huu ni mchezo ambao kwetu una thamani kubwa kweli kweli. Ndugu zanguni, niruhusu nimalizie kwa kusema ya kwamba mechi hii ya tarehe 26 ni mechi ya wanasimba kwenda kumuona halisi Dimitar Pantev. Tumemuona kwenye mechi ya kwanza, lakini hatujamuona Dimitar Pantev halisi. Kwa hiyo mechi hii tunakwenda kumuona Dimitar Pantev halisi akiwa na ukatili wa hali ya juu katika uwanja wa vita. Na baada ya mechi ile, mwalimu wetu akaweka wazi kwamba hajaridhika. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahishwa. Mwalimu akaweka wazi kwamba bado hajafurahi na kiwango cha timu yake. Kipo kitu ambacho mwalimu anakitaka kikubwa zaidi. Inawezekana mimi na wewe mwana Simba hatukijui, lakini mwalimu kasema kwamba yeye bado hajaridhika. Na kwa kuwa mwalimu amesema yeye hajaridhika na kauli mbiu ya mchezo wetu huu wa tarehe 26, tunasema ya kwamba hatujaridhika. Hatujaridhika wanasimba kwa magoli tuliyoyapata. Hatujaridhika wanasimba kwa ushindi tulioupata. Hatujaridhika wanasimba kwa kiwango tulichokionesha. Tarehe 26 tunataka zaidi. Tunakwenda na kauli mbiu ya mchezo huu ya kwamba hatujaridhika, tunataka zaidi. Asanteni sana. Kuna maswali?